Leo niko na mchezaji wa mpira, fundi wa soka, kijana shupavu kabisa ambaye pia amekuwa akikipiga zaidi katika timu ya Serengeti Boys ambayo ilishiriki katika michuano ya AFCON iliyofanyika nchini Morocco. Sasa tumekutana naye hapa mkoani Geita kuhakikisha tunapata mazungumzo ya hapa na pale namna ambavyo alisakata kabumbu na kuibuka katika michuano hiyo chini ya umri wa miaka 17 huko nchini Morocco. Sasa Ayo TV tuko naye kwa ajili ya kuzungumza naye kutaka kufahamu mengi zaidi, nini siri ya mafanikio mpaka kufikia kufanya vizuri zaidi katika timu ya Serengeti Boys. Dismas, hongera sana. Asante sana. Hongera kwa kuwa mfungaji bora wa AFCON Under 17. Ulijisikiaje baada ya kupewa hii heshima? Kwangu mimi kama mchezaji mdogo kijana ambaye nakuwa, nilijisikia vizuri kwa sababu kila mchezaji katika umri huu anakuwa na malengo makubwa ya kupokea tuzo kama hizo. Kwangu mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, ameweza kunisimamia mpaka nimeweza kufikia. Ilikuwa malengo yangu kabla mashindano kwamba niwe mfungaji bora au mchezaji bora, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kunisimamia, nimeweza kuwa mfungaji bora. Nini kilikupa hamasa zaidi na kufahamu kwamba una uwezo mkubwa wa kufanya vizuri katika michuano hiyo ya AFCON Under 17? Kwangu mimi nilikuwa naamini kwamba ilikuwa sio nafanya kwa ajili yangu, nilikuwa nafanya kwa ajili ya timu na pamoja kwa ajili ya Watanzania wote. Kwangu mimi kwa nafasi yangu ilikuwa ni majukumu yangu kuweza kufunga magoli ili timu yangu iweze kupata ushindi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kufunga magoli na kupata hiyo tuzo na kuweza kusaidia timu yangu kufika fainali. Kwa mtu ambaye kufahamu, wewe ni mkazi wa wapi na ulikozaliwa nyumbani ni sehemu gani, ili tuanze zaidi watu waweze kufahamu na Watanzania pia kwa ujumla waweze kukufahamu? Nyumbani kwetu ni mkoani Geita, kwenye wilaya Geita mjini, ambapo nimezaliwa hapa Geita mjini, nimekulia Geita mjini, hapo ndo nilipotokea. Uligunduaje kipaji chako cha soka baada ya kuona kwamba umechukuliwa tayari na watu ambao walikuja kutafuta vipaji hasa ndani ya mkoa wa Geita? Kwangu mimi nilikuwa naamini kwamba siku moja naweza nikacheza mpira wa level kubwa. Ndio maana nilipopata hiyo nafasi ya kuchaguliwa kuelekea mkoani Tanga TDS, niliweza kufurahi sana na nikachukulia kama ni opportunity nzuri ya mimi kuweza kuonekana. Nani aligundua kipaji chako? Kwangu mimi hakuna ambaye amegundua kipaji changu. Ni mimi mwenyewe nilikuwa naenda uwanjani nafanya mazoezi, lakini baadaye kuna makaka zangu ambao wanacheza timu kubwa ligi kuu walikuwa wananiona, wanakuja wananipa ushauri kwamba mdogo wangu unaweza. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kilikuwa kinanisaidia mimi kuweza kujiamini kwamba naweza nikacheza mpira kwenye level kubwa. Na familia baada ya kuona kwamba tayari una kipaji cha kucheza soka, wao waliungana vipi na wewe? Maana tumezoea kuona wachezaji wengine baadhi wamekuwa wakitoa historia zao wakizungumzia kwamba mzazi alikuwa hataki nicheze mpira, lakini akija kufanikiwa kwa baadaye ndo unakuta anatoa historia kuhusiana kwamba mzazi alikuwa hashiriki kabisa kwenye swala zima la kumsapoti kijana wake kwenye upande wa mpira. Kwangu mimi na mimi ni mmoja ambao wazazi walikuwa hawaamini kupitia mpira. Kwa sababu kuna siku nimemwambia baba, leo tuna mechi uwanjani, hapo niko darasa la 7. Tunacheza ligi za UMITA. Nikamwambia tuna mechi leo UMITA. Akaja kuniangalia ila kuniambia kama kaja. Kwa hiyo na yeye aliona kwamba mbona kijana wangu ana kipaji kikubwa. Kutokea hapo akaanza kunisapoti kwenye kila kitu kuhusu mpira. Japokuwa mwanzo alikuwa amini, kwa hiyo ni mimi ndo nilimuonyesha yeye kwamba anaweza. Kwa hiyo toka siku hiyo wakaanza kukusapoti moja kwa moja? Kutokea siku hiyo alianza kunisapoti, japokuwa mama alikuwa anapingana na baba, lakini baba alikuwa anamlazimisha kwamba kijana wetu anaweza, lakini mpaka hivi sasa wazazi wote wawili wamekubali nicheze mpira. Vipi unasoma na unatenganisha vipi muda wa masomo lakini pia na kucheza soka? Ndio, kwenye upande wa shule nasoma, lakini muda wa shule unakuwa uko serious na shule, muda wa mpira unakuwa serious na mpira, lakini kitu kikubwa masomo yanakusaidia hata kwenye mpira, kwa sababu unaweza ukaenda nchi za wenzetu ujui lugha. Kwa hiyo
shule nayo ni ya muhimu kwenye mpira. Unasoma kidato cha ngapi au darasa la ngapi? Nasoma kidato cha 3 mkoani Tanga, nasomea Coastal. Historia ya wewe kuchukuliwa kutoka hapa Geita kwenda Tanga ilikuwaje, angalau kwa kifupi? Ilikuwa kuna timu ya hapa Geita, kulikuwa kuna timu za mikoa mingi, Geita, Mwanza, Zanzibar. Kulikuwa kuna mashindano yanafanyika Mwanza, ambayo mashindano yalianzishwa na TFF, ambapo hapo walikuwa wanachagua vipaji na mimi nikawa mmoja wapo, nikaonekana. Baada ya hapo tukaenda kwenye vipimo, tukapima, nikaweza kupita kwenye vipimo, ndo nikaweza kuingia kwenye kituo cha TDS. Hivi sasa na mwaka wa 4 huu nipo TDS. Matarajio yako ni yapi baada ya kuwa hapo kwenye hiyo academy ambayo kwa sasa upo? Kwa matarajio yangu, TDS sio kwamba ni klabu, pale ni sehemu ambayo watakujengea ujuzi mzuri wa kucheza mpira, ili ukiweza kwenda kwenye level za professional uwe mchezaji ambaye una performance nzuri. Kwangu mimi naamini kwa mafunzo nilopata pale TDS, na washukuru sana, wameweza kunisaidia, na naamini huko nitakakoenda mbele nitakuwa bora zaidi hapa. Baada ya kipindi cha miaka 5 utakuwa wapi? Unajiona ukiwa wapi baada ya kupata mafunzo kutoka kwenye hiyo academy uliopo kwa sasa? Kwangu mimi baada ya miaka 5 najiona nikicheza ligi kubwa duniani, kwa sababu hayo ni malengo, na mimi kama mchezaji nitaweza kusimamia malengo yangu. Nitafanya kazi kwa juhudi ili niweze kufikia malengo yangu. Kuna timu yoyote ambayo labda pengine baada ya kutoka kwenye michuano ya AFCON Under 17 huko ambayo ilifanyikia huko Morocco, imeweza kukutafuta labda pengine uende kwenye academy zao, labda klabu ya Simba au Yanga au Azam? Timu ni nyingi, lakini hizo timu haziji direct kwangu, lazima zipite kwenye uongozi. Kwa hiyo mambo mengine mimi nimewachia uongozi wao, kama wao baadaye ndio watanishirikisha mimi, kwa sababu mimi bado ni kijana mdogo, natakiwa niwe na usimamizi mzuri. Kwa hiyo ofa zimekuja ni nyingi, lakini wao ndio wataamua ofa ipi ni nzuri. Kwa sasa ni timu gani ambayo inakuvutia, ambayo inashiriki michuano ya ligi kuu, lakini pia unatamani kuitumikia baada ya kutoka kwenye hiyo academy? Kwangu mimi malengo yangu sio kucheza Tanzania. Malengo yangu ni kucheza Europe kwenye ligi kubwa. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba nataka nicheze Tanzania. Tanzania inaweza nikacheza, lakini malengo yangu kucheza Tanzania. Malengo yangu ni kucheza Ulaya. Kwa nini hujapenda labda kuchezea kwenye ligi ya Tanzania? Tanzania sio ligi ndogo, lakini ligi kubwa zinachezwa barani Europe. Kwa hiyo na mimi nacheza mpira ili nipate hela, niendeshe maisha yangu. Kwa sababu nikienda Europe hela nitakayoipata ni tofauti na nitakayoipata Tanzania. Kwa hiyo malengo yangu mimi ni kupata hela, kusaidia familia yangu, ndugu zangu, kupata hela nyingi maana yake. Na ni mchezaji gani ambaye anakuvutia hasa kutoka kwenye ligi kuu Tanzania bara ambayo tumekuwa tukitazama mara kwa mara na kujifunza mengi kutoka kwa wachezaji ambao wanashiriki hii ligi kuu? Kwangu mimi wapo wachezaji wengi wazuri, lakini mimi niko mdogo nilikuwa namwangalia mchezaji sio wa Tanzania, nilikuwa namwangalia mchezaji mmoja wa Ulaya anaitwa Eden Hazard. Huyo ndo mchezaji ambaye nilikuwa nikimfuatilia, nikimwangalia, nilikuwa natamani nicheze kwa level aliyofika yeye au zaidi ya level aliyofika yeye. Lakini kwa Tanzania wachezaji ni wengi, lakini mimi nilikuwa natamani nifike level za Eden Hazard. Una ndoto yoyote ambayo unatamani kuitimiza baada ya michuano ya AFCON Under 17 kuelekea kombe la dunia? Kwangu mimi malengo yangu ya kwanza ilikuwa natamani mimi kama mchezaji, na kwanza nashukuru tumeweza kufika World Cup. Timu ya kiume ni kwa mara ya kwanza Tanzania timu ya kiume kucheza World Cup, na ilikuwa ni moja ya malengo yangu siku moja nicheze World Cup kwenye level kama hizi. Na kwangu mimi kuelekea World Cup natamani, malengo yangu ni yale niweze kupata timu nzuri
Ulaya niweze kucheza na kuweza kusaidia nchi yangu kwenye mashindano haya ya World Cup, kuweza kufanya vizuri tena kama tulivyofanya AFCON. Dismas, licha ya kuwa mchezaji wa mpira na mfungaji bora wa AFCON Under 17 Afrika, labda kama usingekuwa mchezaji wa mpira unatamani kutimiza ndoto yako ukiwa kama nani? Kwangu mimi nilikuwa natamani ningekuwa mfanyabiashara mkubwa, na sio tu kwa sababu nacheza mpira, na ninaweza nikawa nacheza mpira lakini nikabaki kwenye malengo ambayo yako nje na mpira. Kwa hiyo naweza nikacheza mpira na bado nikaendelea kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo vyote viwili vinawezekana. Yeah. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence.